Najifunza somo moja linaloitwa uwakili au stewardship. Wale wa lugha ya kigeni wanasema stewardship. Na tutakuwa na maandiko yetu kutoka kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 12. Tutasoma sura nzima, lakini tutasoma hasa mstari kuanzia ule wa 41 hadi 48. Ndiko somo letu liko lala pale wakati Yesu akizungumza na wanafunzi wake, lakini pamoja na sisi wenyewe. Sema wakili, ndani wengi wanakuwa wameshaanza kukimbia tayari kama mwakili advocate wanaofahamu. Ni hapa nazungumza kwa habari ya wakili wa Biblia au namna ambavyo Biblia inamchukulia wakili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yetu kwenye kitabu cha Luka sura ya 12 mstari ule wa 41 hadi 48, Biblia inasema, Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake, wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya yastahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi. Naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza kwa habari ya uwakili. Na Yesu hapa alikuwa anazungumza na wanafunzi wake. Katika mstari wa 12 umegawanyika katika sura ya 12 umegawanyika katika vifungu 9. Na ila sisi tuangalia kifungu kimoja, kifungu cha 6. Kifungu cha kwanza ni Yesu anatoa onyo dhidi ya unafiki. Na kifungu cha pili ambacho kifungu cha kwanza ni mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 3. Kifungu cha pili Yesu anasisitiza watu kuamini bila kuwa na woga, ambao kuanzia mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 12 wale wanaandika. Kifungu cha 3 Yesu anatoa mfano wa tajiri mpumbavu, kuanzia mstari ule wa 13 hadi mstari wa 21, tajiri mpumbavu. Kifungu cha 4 Yesu anatuasa tusisumbuke sana kwa habari ya maisha haya, kuanzia mstari wa 22 mpaka ule wa 34. Na kifungu cha 5 Yesu anatuasa kuwa watumwa waangalifu, kuanzia mstari wa 35 hadi 40. Na kifungu cha 6 ndio hicho cha wakili mwaminifu, mstari wa 41 hadi 48. Lakini kifungu cha 7 Yesu anazungumzia kwa habari ya mafarakano, kama kwa namna ambavyo amekuja sio watu wa sawa, lakini kufarakanisha kati ya ndugu na ndugu kwa sababu ya upendo ambao tunaufanya kwa Yesu. Mstari wa 49 na hadi 53. Kifungu cha 8 Yesu anazungumzia kwa habari ya kujua majira na nyakati za kuja kwetu, kuanzia mstari wa 54 hadi 57. Na kifungu cha mwisho ni mstari ule wa 58 na 59 kwa habari ya mapatano, kupatana na wapinzani wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hapa leo tunaangalia kwa habari kifungu cha 6 ambacho ni cha wakili mwaminifu. Na tutazama katika Biblia, katika Agano la Kale, ni mtu ambaye alikuwa anapewa usimamizi wa nyumba. Wakili alikuwa ni mtu ambaye anapewa usimamizi wa nyumba na vitu vyote ambavyo viko katika
ile nyumba. Alikuwa ni mtu nyeti sana na mtu mwaminifu sana. Imani tukimtazama kwenye Agano la Kale, kumtazama Eliezeri ambaye alikuwa ni mtumishi wake na Ibrahim. Unaona ni mtu ambaye alikuwa amepewa vitu vyote kuviangalia katika nyumba ya Ibrahim. Lakini isitoshe pia ni mtu ambaye alipewa jukumu pia la kwenda kumtafutia mke Isaka. Naona Ibrahim anazungumza naye, anamuelekeza kwa habari ya kwenda kwa ndugu zake na jamaa za baba zake kwamba kanitafutie mke kule. Maana ni mtu ambaye alikuwa anaaminika sana. Yaani ni mtu ambaye amebeba familia kwa kiwango kikubwa sana kwa habari ya mali zote na vile vitu vyote ambavyo vilivyomo mle ndani. Lakini ukisoma kwenye ile Mwanzo sura ya 24 unaweza kuona maeneo hayo ambayo Elezea alivyokuwa nafasi kubwa sana. Lakini pia tunamtazama pia hata Yusufu wakati akiwa kwenye nyumba ya Potifa, alipewa uangalizi wa vitu vyote mle ndani. Kila kitu. Mfalme alimwamini kwa kiwango kikubwa sana. Kiasi kwamba unakumbuka hata wakati yule mwanamke mtaka alisema, mfalme amenipa kusimamia vitu vyote mle ndani, kila kitu kiko chini yangu isipokuwa wewe tu peke yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ni mtu nyeti mno katika Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu pia anatumia namna hii ya mawakili katika Agano Jipya kwa habari ya kuwakilisha watumishi wake ambao wanafanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake akituweka sisi kwa katika nafasi ya wakili, ya kwa kama ni watumishi wa mali zote, wa kila kitu ambacho Yesu amekiweka duniani, ili kwamba tuweze kukifanya. Kwa maana sasa Yesu anatoa mfano huu au anazungumza maneno haya katika ile sura ya 12 mstari wa 41 hadi 48, ambayo anazungumza kwa habari ya wakili yule mwaminifu na mwenye busara. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunaona Yesu wakati anatoa mfano wa wale watumwa ambao kwamba mwana wao aliposafiri akawaachia talanta za kuzalisha. Mmoja akampa moja, mwingine 2, mwingine 5, na kila mmoja akazalisha ile talanta. Ile mfano tunafahamu wa yule mfano wa yule bwana ambaye kwamba alisafiri na kuachia wale wafanyakazi wake. Lakini tunatazama pia wale wafanyakazi ambao kwamba wamezalisha. Wale yule aliyepewa 2 anazalisha zaidi, aliyepewa 5 akazalisha zaidi, aliyepewa 1 anasema mimi najua kabisa wewe kwamba unavuna pasipopanda, wewe hakuzalisha chochote. Hatimaye mwisho tunaona Yesu anamnyang'anya, anampa mfano, anasema yule bwana anamnyang'anya ile talanta moja ambayo alikuwa nayo, anasema uwape wale ambao wamezalisha zaidi. Na Yesu pale ndipo anapozungumza kwamba mwenye nacho ataongezewa, bali asiyekuwa nacho atanyang'anywa hata kile kidogo alicho nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa namna Yesu anavyotaka kuonyesha uwakili wetu unavyokuwa wa uaminifu mkubwa sana, au sisi kwamba watu ambao kwamba wameokoka, kila mmoja Mungu amempa talanta yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu kila mmoja amekuwa ni wakili mwaminifu, au kila mmoja ni wakili katika uangalizi wa kazi ya Mungu, kila mmoja Mungu amempa nafasi yake ya kitumishi kuhakikisha kwamba anaikamilisha katika maisha yake yote anapokuwa hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye kwamba hana kitu. Ndio maana unaona Yesu anatoa mfano wa yule tajiri aliyesafiri, akawagawia kila mmoja nafasi yake, kila mmoja kulingana na uwezo wake. Haleluya. Lakini tukisoma kwenye kitabu kile cha Wakorintho, ile sura ya kwanza, sura ya 4 mstari wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, au kenda mpaka ule wa 2. Biblia inazungumza mtu na kuhesabu hivi kuwa sisi tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Asema yako inapohitajika katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aonekane kuwa nini? Mwaminifu, wakili wa Bwana. Kwa hiyo unakuta vitu vyote ambavyo tumepewa duniani na maisha Mungu ambayo ametupa, ametuweka sisi ni mawakili katika kile kitu ambacho Mungu ametuwekea. Katika nafasi yote ambayo Mungu kama amekuweka, au katika kitu chochote ambacho Mungu amekupa, wewe ni wakili. Ili kama vile vitu uvitunze na viweze kutumikia ufalme kwa uaminifu. Kwa nini? Kwa sababu kuna siku vitu vingine utaviacha duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa tutazame kidogo kwa habari ya sifa za mawakili ambazo zimezungumzwa katika hii mistari ambayo tumesoma. Tutaangalia sifa chache tu kama 2. Sifa ya kwanza ambayo imezungumzwa ya mawakili ambao Mungu anatafuta, moja ni mawakili
uaminifu. Jambo la uaminifu linapewa nafasi kubwa sana, kwa sababu ni jambo ambalo liko ndani ya moyo wa mtu, ambalo inawezekana hata mtu mwingine usilione ndani. Ile utakuja kuona matendo yanapokuwa yanatokea kule mbele. Uaminifu wa mtu uko ndani ya mtu anapofanya jambo lolote. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya mara nyingi ni vya siri ndani, na inawezekana mtu mwingine asivione. Hata kama unamtolea Mungu fungu la 10, kwani kuna mchungaji anajua kabisa kiasi hicho kitoa ni sawa sawa? Ila moyo wako unajua kabisa kwamba hiki ni sawa au hiki sio sawa. Kwa nini? Kwa sababu uliko ndani ya moyo wako. Wewe ndio unajua kwamba ulipata nini au Mungu alikubariki nini. Au kule unakopita kwenye njia zako mbalimbali kule. Au inawezekana hakuna mtu anayekuona, lakini ndani ya moyo wako ndio unajua kwamba hapa nilipofanya sio sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo liko ndani. Binadamu inawezekana asione tu, lakini Mungu aliyeko ndani anafanya nini? Anaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anawatafuta mawakili waaminifu ili kwamba aweze kuwaweka juu ya mali zake zote. Waweze kuwa ni waangalizi wa mali zake zote. Ndio maana tunajikuta kwamba katika nafasi ambayo Mungu ametuweka duniani, na kila mmoja Mungu amempa talanta yake katika maisha yake leo kwa duniani, kuna vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani ya kila mtu ili kwamba vile vitu aweze kuvifanya kwa uaminifu kwa ajili ya kanisa lake. Anayesema sana. Kwa hiyo na ndio maana tunakuta kwamba watu wako tofauti kwa sababu ya sehemu moja tu, kwamba katika nafasi ambayo Mungu amekupa ya uwakili wako, ni namna gani unavyofanya bidii ya kuhakikisha kwamba ile talanta Mungu ambayo ameweka ndani mwako inazaa matunda na inakuwa na inakuwa ya faida katika maisha yako. Ni pale sasa ndipo anaposema kwamba yule atakayefanya kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitazama ule mstari wa 42, ni nani basi aliye wakili mwaminifu, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wote? Bwana Yesu asifiwe sana. Ili aweze kuwapa posho watu wake kwa wakati wake. Siku moja nilikuwa nazungumza na wafanyakazi wangu, kanaambia, unajua ni kweli tumesoma, tunafanya kazi, tunapata mishahara, lakini ukiangalia kwa kiwango kikubwa sana tunafanya kazi si kwa ajili yetu sisi wenyewe, bali tunafanya kazi kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana hata ukipata pesa unashindwa wakati mwingine kuitumia hata kula vizuri hata wewe mwenyewe. Kwa sababu nini? Inawezekana kuna mtoto wako kula naomba anakuambia nitumie la dawa, utamtumia kule. Kuna mtoto anakuambia baba daftari viatu vimeshanika, ndio hela kwa ajili ya kununulia viatu kule. Mkaka atakwambia nahitaji nguo ya sikukuu, basi unatoa hela kununulia nguo ya sikukuu. Kwa hiyo kila mmoja unajikuta kwamba unapambana ili kwamba uhakikishe kwamba unafanya kitu kwa ajili ya watu wengine, sio kwa ajili yako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio hii sasa Yesu anapozungumza hapa kwamba aone kama yuko wakili mwaminifu ambaye Mungu atamweka katika utumishi wake juu ya vitu vyote ili aweze kuwapa posho watu wake. Kwa hiyo kile ambacho Mungu amekuweka ndani mwako sio kwa ajili yako wewe mwenyewe, ni kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo lazima ukifanye kwa uaminifu ili ufanye ndio kabisa nafasi Mungu ambayo amenipa ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya utumishi wa kitu watu wengine, ili watu wengine wafaidi badala yako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu alikuja duniani. Tunaenda kusherehekea Pasaka kwamba Yesu alikufa na kufuka ni kwa ajili ya dhambi zetu sisi wenyewe. Yaani alikufa sio kwa ajili yake yeye, ni kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo anatufundisha kwamba kitu chochote anachokifanya ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Lakini sifa ya pili tunayoona ya mawakili ni mawakili wenye busara. Maana ambao wana uwezo wa kupambanua mambo na kuyafanya kwa ukamilifu yale mambo ambayo kwamba Bwana wao anaweka juu ya vitu vyote. Sio kwa kutapanya, sio kwa kuharibu. Ni watu ambao wanaweka vitu vyao kwa ustaarabu na utaratibu, vitumike kwa heshima na kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Ili hata watu waseme hakika huyu mtu pamoja na vitu alivyonavyo lakini ni mnyenyekevu. Anavitumia kwa ajili ya faida ya watu wengine.
Bwana Yesu asifiwe sana. Baada mjao kusikia kuna watu huko mtaani mwingine ni majambazi tu, lakini kwa sababu Mungu amewajalia kuwa na vitu sana, lakini wanatoa sana kwa ajili ya watu. Hamjaona watu namna hiyo? Si wapo wamejaa sio? Yaani watu wanamsikia tu kwa sababu fulani waga anafanya vitu kwa ajili ya tunafaidi matunda yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema wakili mwenye busara uilinda mali ya bwana wake na kuendelea kuzalisha na kuzaa matunda mpaka bwana wake atakapokuja. Yule ni mwenye busara. Anailinda mali ya bwana wake. Achia hapo kama yule mtumwa mmoja tunaona kwamba alipopewa moja basi akaifukia. Akasema wewe nilikujua kabisa ni bwana wangu, wewe nilikujua kabisa wewe unavuna usipo panda. Kwa nini kaamua kuifukia tanda yako moja hii hapa? Akafikiri kama anafanya vizuri au anafanya vyema. Kumbe ameshindwa kuwa mwaminifu na kuwa na busara ili aweze kuzalisha ile talanta Mungu ambayo amempa. Kwa maana neno la Bwana kwenye kitabu kile cha Hagai sura ya 2 mstari wa 8 anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana majeshi. Lakini vile vitu vyote Yesu amevitoa kwa ajili ya kanisa lake. Yesu asifiwe sana. Ili kwamba viweze kuhifadhia kazi yake. Wapenda tutambue kwamba sisi sio wamiliki wa maisha yetu na vitu vyetu, bali Mungu ametuweka sisi tuwe ni mawakili wa vitu vyake tunapoishi duniani. Katika kila ambacho Mungu amekupa, katika talanta Mungu ambaye amekupa, katika nafasi Mungu ambaye amekupa, utambue kwamba wewe ni wakili, unamwakilisha Mungu katika vile vitu. Amekuona kwamba wewe unaweza kusimama juu ya kitu fulani ukasimamia katika vile vitu vya msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutazame maeneo machache ambayo Mungu anataka aone wakili wetu yanavyofanya kazi. Eneo la kwanza ni wakili wa muda wetu. Wakili wa muda. Muda ni kitu cha muhimu sana katika maisha yetu tulionayo kisha duniani. Ndio maana Daudi akazungumza kwenye Zaburi, asema Bwana nisaidie kujua kuhesabu siku zangu. Kwa sababu kaona nisipoelewa vizuri inawezekana nikawa napoteza muda bila kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakili wa muda kwetu ni muhimu sana. Kwamba ukipoteza muda ule ambao Mungu amekupa, tayari vitu vinapita ghafla. Na huo ni sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja akasema unajua katika masuala muda tuna vipindi kama vitatu. Akalinganisha na wanyama, akasema tuna kipindi cha kuku, na kipindi cha bata na kipindi cha mbwa. Sema unajua kipindi cha kuku ni pale ambapo kwamba una nguvu nyingi za kutosha. Yaani kama kuku anayofanya anapaza pale kile eneo kutafuta chakula ili aweze kula. Kwa anakimbia kila mahali anatafuta ili aweze kula. Kwa ni kipindi ambacho wakati una nguvu za kutosha ndio wakati wa kuwajibika ipasavyo kweli. Sasa kuna wakati utafika utakuwa na uwezo na nguvu za kuwajibika kama inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akasema ukichezeka kipindi cha kuku, basi unakutana na kipindi cha bata. Sasa bata ni mtu ambaye alitumia kipindi chake vizuri sana kile cha kuku. Kwa hiyo akatafuta kutosha, kwa hiyo anapofika mahali anakuwa anatembea kama bata, yani manake amerizika, hana haraka na maisha kwa sababu alishajiandaa. Anasema ndio sasa ni kama wale wazee ambao walitafuta vitu vya mapema, hawalemei hata watoto wao. Kwanza kuhangaika watoto wangu na walaani, ndio kipindi ambacho wengine watoa laana kama alichezea kwenye kile kipindi cha utafutaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akiwa kwenye kile kipindi cha kuko amefanya kazi vizuri, basi kwenye kipindi cha bata anastarehe, anakuwa anatembea vizuri. Hahitaji msaada hata wa mtoto wake kumsaidia. Kwa sababu nini? Alijitosheleza katika mambo yote. Lakini kama alicheza sasa vibaya kwenye kipindi kile cha kuko, anakutana na kipindi cha mbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema ndio kipindi cha mbwa, mtu anafika mahali ametafuta sasa amekosa. Ulishaona mbwa amekosa, amezunguka kabisa amekosa chakula, ile kelele yake ndio anapiga. Kile kilio kile cha anapiga malaka amekosa. Sasa ni kipindi cha mtu ambao kwamba alicheza sana kwenye kile kipindi cha kwa sababu alipoteza muda. Wao anaanza kupiga kelele, ndio kipindi cha ambacho kwamba anajikuta wazazi wanaanza kutoa laana kwa watoto. Kwa nini hamji kuniona? Kwa nini hamjihudumii? Kwa nini hamfanyi 1 2 3 4 5? Kwa nini? Kwa sababu alichezea muda. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo Mungu ametupa muda mchache sana wa kuishi hapa duniani, na masaa machache ya kufanya mambo mengi. Ndio maana unajikuta unakuta asubuhi, muda unazunguka, kufika jioni unakulazimisha lazima mwili ukapumzike. Kwa hiyo unatakiwa kufika jioni upige hesabu kwamba tangu asubuhi ni nini nilichokifanya, nimezalisha nini katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana sasa tunafika mahali inabidi wakati mwingine tupangie, basi wachungaji watulazimisha kupangia ratiba za maombi. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana mwamko hauonekani ule unaotakiwa, ule wenyewe Pentecost. Sasa kwa angalau msukume ili tumlazimishe kwa angalau jumuika hata na wenzake. Lakini itakiwa tuwe na muda maalum ambao kwamba kila mmoja anatambua wakati. Kwamba hata nikifika hapa kanisani sisubiri mpaka mchungaji fulani au kiongozi wa maombi aanze kuongoza maombi. Ni moja kwa moja unajua nini cha kufanya. Kwa nini? Kwa sababu unajua muda nao kwenda huu ni muda wa kufanya jambo fulani, ni muda wa maombi. Huu ni muda wa kupumzika, huu ni muda wa kula, huu ni muda wa kila kitu kimepangiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mali zote tunakuwa nazo ni mali ya Mungu. Tunahitaji kuwa mawakili wema katika mali ya nani? Mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tikise mwenzako mwambie huu wakili mwema. Tikise mwenzako mwambie huu wakili mwema. Na huu wakili mwaminifu, mwenye busara. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutazame jambo la mwisho leo, wakili wa karama na vipawa. Wakili wa karama, vipawa, taaluma na huduma mbalimbali. Mungu ametupa vipawa vya kila aina, kila mtu. Yaani hapa jinsi tulivyo wote hapa washirika, kila mshirika hapa ana kipawa Mungu ambacho ameweka ndani mwake. Yaani hata kama hujatambua kwamba unatakiwa kufanya nini, lakini kila mmoja Mungu amempa nini? Vipawa. Ndio maana kusoma ile Efeso sura ya 4 anasema naye alipopaa alifanya nini? Akateka vipawa akawapa wanadamu. Sema hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawapa nini? Vipawa. Biblia Kiingereza inazungumza gift. Akawapa zawadi. Yaani vipawa Mungu alizokupa ni zawadi Mungu amekupa. Uitumie kwa ajili ya utukufu wake. Ndio maana vilishwani. Ndio maana mtu akiwa na kipawa fulani hata akiondoka duniani kimeondoka hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba sasa hiki kipawa nilichonacho nitarudisha mtoto wangu. Hakiendi. Bwana asifiwe sana. Kwa Mungu ametuweka pia tuwe mawakili wema kwenye vipawa ambavyo Mungu ametupa. Wenye karama ambazo Mungu ametupa kuzifanya. Wenye huduma ambazo Mungu ametuweka kuzifanya. Kwa ukiwa kwenye huduma fulani Mungu amekuwekea huduma fulani na mzigo fulani, usilalamike mbona wengine hawafanyi. Fanya kwa nguvu zako zote. Mungu hicho amekiweka kwako. Kwa mwingine naye ameweka kingine. Bwana asifiwe sana. Kwa kila mmoja anatakiwa afanye kwa nguvu zake zote kwa kile ambacho Mungu ameweka ndani mwake. Kwa usilalamike sana, kwa sababu ukilalamika unakuwa unamlalamikia Mungu kama unajua Mungu hicho alichonipa sasa kimenilemea sana, kwa hiyo akuondolea na mtu mwingine. Ndio pale sasa baraka nini imeshindwa kuzalisha. Lakini ukikubali na ukafanyia kazi, maana yake Mungu anakupa uwezesho wa kufanya kwa ubora kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Hatimaye kinazaa matunda na kinaleta faida kwa watu wengine. Lakini ukilalamika, Mungu anaona kabisa kwamba ni kama uliweza, yani au ukikubali kile kitu. Unajua Mungu hawezi kukupa kitu ambacho ukikubali ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maana wakati kile tunapoomba, ile jambo lazima liingie ndani ya moyo wako kabisa, likerekete. Mungu anajua kabisa hii kweli ni hitajio la huyu mtu. Kweli. Lakini kama aligusi ndani ya moyo, Mungu kulifanya inakuwa ni ngumu kidogo. Kwa sababu Mungu anatamani kama anapolifanya kwako, urudi kumtukuze wewe. Ili moyo wako ushangilie. Aone moyo unafurahi. Kwa sababu moyo ndio unatoka chemchemi ya nini? Ya uzima. Mambo mazuri yatokee ndani ya moyo, mtukuze Mungu. Kwa nini? Kwa kile Mungu ambacho amekifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtuma yule aliyejua mapenzi ya Bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapiga sana. Na yule asiyejua naye amefanya Israeli mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakwa vingi. Naye waliyemwekea amana vitu vingi kwake huyo watataka
na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo anazungumza namna ya kupewa vingi. Karibu kila mwanadamu amepewa vingi. Vinana na vitatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachotofautiana ni kile kipawa cha karama Mungu ambacho amekiweka kwa ndani ya mtu. Lakini kila binadamu kuna kitu amepewa kingi, ili akitumie kwa ubora kwa ajili ya faida ya watu wengine pia. Kila mtu. Kama umepewa karama ya uombaji, kuna watu hawawezi kuomba sana, lakini Mungu amekupa karama ya uombaji, unaweza kuomba hata masaa 6-12 unaomba. Hivi na mwingine hawezi anaishia tu saa moja tu, yaani amekauka leo kwamba anaombea nini. Wanaweza sio sana. Kwa Mungu atataka vingi. Kama Mungu amekupa uwezo wa kuwa na fedha nyingi, Mungu atataka nyingi. Mungu amekupa kipawa cha uinjilisti, Mungu atakutaka vingi, mbili mkutano mingi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu amekupa kipawa cha uimbaji, Mungu anataka umtukuze uimbe sana. Yaani kila kutangaza kuimba wewe umesharuka haraka sana. Kwa nini? Mungu amekuweka ndani yako. Kama ni kipawa cha kufadhili, basi Mungu anataka ufadhili sana. Sasa kuna kipawa Mungu ambacho amekipa ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tukifanya hayo, kwa sababu Mungu ametupa hivyo, kazi ya Mungu itakwenda mbele. Na tutakuwa tumehesabika tumekuwa ni mawakili wema. Ili Bwana anaporudi atakuweka juu ya vyombo. Naomba tusimame.